Karibu kwenye SolidWorks Tutorials. Leo hii tunaenda kuonyesha namna gani ya kuchukua mchoro ambao uko kwenye 3D na kupeleka kwenye 2D na jinsi gani ya kuprint uweze kuonekana vizuri. Kwa kwanza tu double click SolidWorks icon ambayo kwenye desktop yetu. Ikishafunguka tunaenda sasa kwenye folder langu ambayo nimechagua au nimesave mchoro wangu, unaenda ku open. Naenda kwenye open. Nikienda kwenye open, mimi nimesave kwenye new volume. Nimesave mchoro wangu ambao niko field. Naenda kwenye field drawings. Nikaenda kwenye field drawings, kuna mchoro wangu uko hapa. Ni mchoro namba 16, kwa una double click. Ukidouble click tu inajipeleka yenyewe, inaenda inafunguka. Kwa hiyo ikifunguka namna hii hapo, nakuja mimi mchoro wangu nabonyeza hapa hiyo kaya isometric kama unavyoona. Sasa nataka nipeleke kwenye 2D. Ili nipeleke kwenye 2D, naenda nina drop down menu hapa kutoka kwenye sehemu ya new, na drop down menu na make drawing. Naweza click kwenye make drawing, au mwingine akaja kwenye file akaja akasema make drawing from part, akaklik hapo. Sasa hapa kwenye kuchagua, kumbuka kuna title block ambao ushaitengeneza kutokana na mwongozo wa chuo chako. Kwa hiyo unaenda hapa na browse. Mfano sisi tulitengeneza title block yetu ambao ni tulipa jina ya university. Kwa hiyo ukija kama hivyo una search unaandika U, umeona hii hapo tu university. Kwa hiyo una open, kwa hiyo unabonyeza okay. Title block yangu hii hapa kama unavyoiona ambayo ni university. Sasa mimi ili kurahisisha kazi zangu nachukua hii isometric drawing ambayo iko hapo, tuna exit na cancel tu, naichukua naiweka hapa. Nikiweka hapa nakuja sasa, nataka nipate 2D drawing. Kumbuka na hii bado ni 3D. Sasa ili nipate 2D drawing ambao naenda sasa kwenye drawing, naenda kwenye standard 3 view na click hapo. Nikisha click na kuja na click kwenye huo mchoro wangu ulipo hapo kwenye ile isometric yangu. Baada ya kuklik, unaona kabisa kuna michoro mingine imetokea. Kwa hiyo naweza nikaipandisha juu hapo na drag. Kwa hiyo kutokana na mchoro nitakayokuwa kwenye first angle na hapa imekaa sasa kwenye third angle, kwa sababu nasema top iko juu, front na side ziko chini. Ili ikae kwenye first angle, kwa una drag hii inakuja juu, afu hii top inakuja hapa chini. Kwa unarudisha tena hizi front na side zikae sehemu nzuri. Unakuja tena unasogeza mpaka somewhere hapa, unasogeza mpaka somewhere hapa, unasogeza mpaka hapa. Umeona? Kwa hiyo sasa hapo mimi naweza nika click kule okay. Sasa hapa kuna tutakiwa tu add dimension. Pia kabla ya add dimension lazima tuweke pia hidden lines. Ila hii hapa kwa sasa hatuitumii. Kwa hiyo hapa naweza nika click nika delete, kwa sababu nataka nibaki na 2D basi, kwa sio isometric. Kwa nikija hapa na click hapa, kisha click hapo naenda upande kama unavyoona. Kwa hiyo nashuka na hii kasa yangu. Naposhuka kuna sehemu hapa kwenye display style kuna wireframe, afu kuna hidden lines visible. Kwa hiyo na click hidden lines visible. Umeona mchoro wangu unaonekana, wa hidden lines zinakuwa zinaonekana. Kwa hiyo nikitoka hapo nakuja sasa nabonyeza okay. Nakuja sasa nataka hizi center line zenyewe zizingatiwe, maana najua hapa pana cycle na hapa pana cycle. Ndaoneshaje ile center line? Nakuja kwenye rotation na kuja hapa kwenye center line. Nikisha click na kuja mimi na click, naweza click hii line na hii line. Naona naweza click tena hii line na hii line. Hapo center line inazidi kutokea. Na kuja tena hapa na click hii line na hii line, na click hii line na hii line. Center line yangu inazidi kutokea. Pia hapa juu maana yake kuna cycle, hii line na hii line na click
hii line na hii line na click. Kisha click napiga okay. Sasa naenda kwenye dimension. Nikitaka kufanya dimension zangu ziwe rahisi, naenda hapa kwenye annotation na click hapa kwenye model items. Nikisha click kwenye model items kama unavyoona, na kuja na select part ya kwanza na click hapa. Kigusa tu unaona kwa hizo dotted line za blue zimetokea. Zikishatokea mimi napiga okay. Napiga yes. Ukishasema yes, unakuja unaona dimensions zimetokea. Sasa ninachokuja mimi nafanya, nakuja tena nachukua tena model items na click hapa. Na click tena okay. Ikitokea kama hii hapa, ikitokea tena hiyo unapiga tu yes. Sasa nachoenda kufanya, nabonyeza control A. Ukibonyeza control A kuna hichi kimetokea, hicho nimekiwa hichi hapo. Kwa faida sasa nyingine narudia tena, nabonyeza control A. Kuna hichi kinatokea hichi hapo. Ukigusa tu kinakupeleka hapo. Nabonyeza hapa kitu kimeandikwa auto arrange. Umeona? Mchoro wangu dimensions zinakuja zinajipanga zenyewe. Yaani wewe hamna haja kusumbuka, dimensions zinakuja zimejipanga zenyewe. Unaangalia tu dimension ambazo zimeingiliana zikakaa vizuri ndio una adjust kama hivi. Sasa namna ya kuprint, jinsi gani naweza nikaprint? Nikaprint vizuri mchoro wangu ukakaa. Pia hapa naweza nikadjust mchoro wangu kae center. Drag tu dimensions zikaribiane kidogo michoro. Kila kipimo kinaonekana na kuja tunapeleka hapo. Sasa kwenye walimu wengi huwa hatupendi kuona mchoro ambao uko kwenye 2 decimal places. Tunapenda vitu viwe whole numbers. Kwa hiyo ndafanyaje hiyo whole numbers? Nabonyeza tena control A. Control A. Na kuja hapa kwenye imeandikwa unit precision. Hii hapa ambayo ni 12 point au umeona .12 na drop down menu na kuja na click 1. Nikiclick 1 nika click okay. Unaona kwenye mchoro wangu tena sasa hamna ile nini? Hamna point. Kwa hapa kuna dimensions za kuzipanga vizuri, unazichukua unasogeza. Umeona? Kwa hamna haja kuedit. Hii dimension kwa hapa sio ya muhimu. Kwa hii hapa umefuta sababu hizi za cycle zinabaki kwenye cycle, kwa zipo tayari kwenye cycle. Hii hapa unafuta. Umeona? Kwa unachokuja ukifanya sasa, tunaangalia cycle zetu ipi hajawa dimension. Unakuja hapa unaenda kwenye annotation, unasema select smart dimension. Unaangalia hii cycle yangu ya nje 80 ambapo na huku tayari iko dimension. Una click okay. Hii hapa nyingine stini, unabonyeza escape, unairudisha ikae sehemu sahihi. Kwa mpangilio wako unakuwa unapendeza. Ukishamaliza hivyo, hii hapa unakuja sasa una edit ile title block yetu ambayo tushaitengeneza. Una right click, una click edit sheet format. Unakuja sasa mfano scale hapa, una double click. Ukidouble click unakuja una double click. Ukidouble click unakuja una sogea mbele kidogo. Ukishasogeza mbele kidogo unabonyeza shift. Unabonyeza shift unakuja full column. Ikija full column scale unaandika 1. Alafu unabonyeza shift tena full column unaandika 2. Hapo utakuwa unaingiza kwenye scale. Unakuja tena kwenye dimension una double click. Okay, kwenye dimension una double click kwenye dimension. Unakuja una select hapo, unasogeza hiyo point yako mbele. Una shift unabonyeza hiyo full column. Unaweza full column unaandika hapo milimita. Unaondoka unakuja kwenye date.
edit hapo, unakuja tena una select hapo ndani, unasogeza hiyo kasa yako hapo. Tarehe unaweza ukaandika yote, unaweza ukaandika tarehe 1 mwezi wa 4, mwaka unaweza ukaweka wote hapo kutokana na huo mwaka utakao kuwepo. Kija sasa hapa kwenye drawn by, kwenye drawn by hapa unakuja unasogeza kasa yako mbele, unaandika sasa jina lako. Mfano unaweza ukaandika Penina Makalinga. Umeona? Sasa jina lako kama ni kubwa sana una double click. Unakuja hapa, ukisha double click unakuja kwenye size, unakuja unapunguza, unaweka mpaka 10. Kwa group unaweza ukaacha checked by. Mwalimu anaweza kawa, unaweza una click hapa mbele, unabonyeza shift full colon. Mwalimu anaweza kawa ni Anosisi, unaweza kuandika Anosisi Nyimila. Jina la mwalimu inaweza ikawa limezidi ukubwa hapo. Kwa kama limezidi kidogo, unakuja una double click tena, unabadilisha size, unapeleka mpaka 11. Unaona jina linajaa. Kwa title unaandika machine part. Unaona? Kwa university name unaweza kuweka chuo chako hicho. Drawing number una double click tena. Unapo double click ndio unaweza ukaedit. Kwa una click pale mbele, una shift full colon, drawing number 1. Karatasi ni A4. Kwa projection hapo unachora symbol. Kwa tutorial nyingine nitaonyesha jinsi gani ya kuchora symbol ya projection. Kwa sasa hivi tujifunze mpaka hapo kwanza. Sasa ukishamaliza mpaka hapo, sasa unakuja una exit sketch. Ukisha exit sketch unakuja sasa ni kwenye projection, utakuwa ushamaliza sasa hapo. Ushamaliza kuziweka kwenye first angle projection kama inavyoonekana. Sasa ni namna gani sasa ya kuprint mchoro wangu? Nafanyaje ili ni print? Kwa kabla kuprint pia unaweza ukasave. Una save na ile utakuwa save part 16 na save. Na build kama inakudai kwenye build, kama ikudai unaenda straight. Namna gani ya kuprint? Namna ya kuprint mchoro wangu, unakuja unabonyeza control key. Control na P. Ukibonyeza control na P unakuja kwenye page setup. Page setup hakikisha unakuja sasa mpaka hapa chini kwenye paper size, and hapa kwenye letter chagua A4 kwa sababu tumetitle block na A4, afu ni portrait. Ukishachagua unabonyeza okay. Unakuja tena unabonyeza okay. Kwa hiyo inaenda na process. Sasa unachagua sehemu ya kwenda kuisave. Mfano mimi nataka nikasave kwenye new volume, field drawings, afu ni save machine part. Kwa na save. Kwa hapo mpaka hapo nitakuwa nishamaliza. Kwa hiyo nikienda sasa mimi na minimize nikaangalie kama kweli imetokea. Naenda kwenye field drawings, afu naenda kwenye natafuta mchoro wangu wa machine part. Kwa hapa naweza nika right click, afu nikaja kwenye sort by, nikasort by date modified hii hapa. Umeona? Kwa mchoro wangu hapo kama unavyoonekana. Kwa ni kiprint kabisa, mchoro wangu unaonekana uko vizuri. Na hapo ndio mwisho wa tutorial yetu. Asanteni, karibuni sana.